Kenya hii ni ya Wakenya wote. Wakati nilisema bottom up, sio mzaha. Nilisema Kenya isiwe ya watu wachache. Kenya iwe ya kila Mkenya. Na ndio sababu hiyo, najua kuna jamaa mwingine ananiuliza, wewe unafanya nini? Unaitisha watu hawana payslip ati wakuje State House. Mimi nataka niwaulize nyinyi wangwana wa mafundi, mimi naelewa ya kwamba nyinyi hamuna payslip, lakini nyinyi ni wafanyabiashara, nyinyi ni mafundi, nyinyi ni Wakenya, na vile tunashughulikia wale wengine wote, na tayari nimeagiza ya kwamba wafanyikazi wa serikali wale wako na payslip tunawaongezea mshahara kuanzia tarehe 1. Mimi nawauliza nyinyi, mko na payslip? Mko na payslip? So pia hata na nyinyi lazima niwapange bwana. Yes. Ni sawa si sawa? Ni sawa si sawa? Tuendelee ama tuendelee? Kwa sababu, sikizeni bwana, kwa sababu Kenya sio yetu sisi ambao tuko na payslip peke yetu. Kenya ni ya Wakenya wote bwana. Kwa hivyo saa zile tunajishughulikia sisi tulio na payslip, tusisahau hao Wakenya mamilioni pia hawa wanalipa ushuru. Pia hawa ni Wakenya, wako na watoto, wako na maisha yao, ni lazima tuwafikirie vile vile. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo sikizeni, mimi kama rais wa nchi hii, kama kiongozi wa taifa letu la Kenya, nitahakikisha ya kwamba kila Mkenya anashughulikiwa. Wale walio chini ambao hawana kazi, wale ambao wanahitaji mahali pa kufanya biashara, wanahitaji mahali ya kuuza pale kwenye soko, wale wanahitaji workshop kama nyinyi mafundi, pia tutawapangia workshop ndio biashara yenu iendelee na mchangie katika kuendesha taifa letu la Kenya mbele. Mafundi hoye!